Yaani nafasi ambayo ni ya mbunge iko separate, zile 5 ziko pale pale. Kwa hiyo Jumuiya ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ARAT mkoa wa Mara imepata viongozi wapya waliochaguliwa katika mkutano maalum uliofanyika katika ukumbi wa uwekezaji ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara leo Machi 4 mwaka 2026. Katika uchaguzi uliosimamiwa na Katibu Tawala wa mkoa wa Mara ndugu Gerard Kusaya, wajumbe wa mkutano huo maalum walimchagua mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Serengeti Mheshimiwa Mwita Hayubu Makuruma kuwa mwenyekiti mpya wa ARAT mkoa wa Mara. Nafasi ya makamu mwenyekiti imejazwa na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tarime Mheshimiwa Tobias Elias Gati, wakati nafasi ya katibu ilikwenda kwa mkurugenzi mji wa Bunda ndugu Juma Haji Juma. Wajumbe pia walimchagua Mheshimiwa Mwita Waitara, mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, kuwa mwakilishi wa mkutano mkuu taifa kutokea mkoa wa Mara. Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera alichaguliwa kujaza nafasi ya mwakilishi wa kamati tendaji ya mkoa. Sawa, kwenye kamati tendaji kwa nafasi ya mheshimiwa mbunge tunaye Mheshimiwa Mgore Miraji kwa nafasi ya mkoa. Sawa wajumbe. Na kwa nafasi ya mwakilishi taifa ni Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara. Sawa. Na makamu mwenyekiti wa ARAT mkoa atakuwa ni Tobias Elias Gati. Tuko sawa. Na mwenyekiti wetu maana yake bosi wetu atakuwa ni Mwita Hayubu Makuruma. Asanteni sana. Kumbukumbu zimekaa vizuri Katibu Tawala wa mkoa wa Mara Gerard Kusaya amewataka wenyeviti wa halmashauri ya mkoa wa Mara kuhakikisha wanadumisha mahusiano mazuri na wakurugenzi pamoja na watumishi katika halmashauri wanazoziongoza. Aidha, amewataka wenyeviti hao kuhakikisha wanaongeza mapato ya halmashauri kwa kubuni vyanzo vipya vya mapato vitakavyosaidia kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Namna gani tunadhibiti mapato? Tusaidieni sasa mapato yanapokuwa yamefika ninyi, kwa sababu ni jicho la ziada. Matumizi mazuri sasa ya yale mapato, kwa sababu tuko hapo na wakurugenzi. Tuangalie sasa namna ambavyo fedha yetu inaweza kutumika vizuri, kwa sababu ile fedha ni ya wananchi, si ndio? Tusiangalie tu katika sura moja, pesa imeingia lakini inatumika inavyotakika. Ninyi ndio mtatusaidia katika hili. Kusaya pia amesisitiza umuhimu wa kufuatilia kwa karibu miradi inayoendelea katika halmashauri zao na kuhakikisha miradi hiyo inaendana na thamani ya fedha zilizotolewa na serikali. Jingine ambalo naomba waheshimiwa ni namna ambavyo mtatusaidia katika swala zima la kuangalia miradi yetu ambayo tuko nayo kule ndani ya halmashauri. Serikali inaendelea kuleta fedha, kuna fedha tayari zipo ndani ya halmashauri, zingine tumewaletea tangu mwezi wa 8. Na ninyi mtakubaliana na halmashauri huko, hao wasaidizi wangu na wenyewe wanajua hilo. Pesa imeingia tangu mwezi wa 8, unakuta sasa nyingine pesa zimekaa kwenye halmashauri. Na hiyo pesa ipo. Kuna watu wengine wamefanya vizuri, kama nafikiri Gloria amefanya vizuri kidogo. Yes. Na halmashauri nyingine wamefanya vizuri. Ila kuna wengine hawajanifurahisha sana. Sihitaji kuzitaja hapa, wenyewe wanajua kwa sababu tukishapita huko ndani. Lakini na waheshimiwa ambao wenye vitu mkitaka tutawapatia hiyo takwimu. Ni kwamba kuna fedha tunazo huko zimekaa muda mrefu hazijatoka. Kulikuwa na mambo mengine, mambo ya mifumo na vitu vinginevyo, na mambo ya michakato kwa maana ya masuala ya manunuzi na nini. Lakini hiyo sio kisingizio. Tuna muda mfupi kufika mwisho wa mwaka wa fedha. Hizo fedha zinazoletwa na serikali zinatakiwa zitumike. Waheshimiwa wenye vitu, twendeni mkatusaidie katika hilo. Angalieni, kwa sababu ninyi mna kamati zenu pia za fedha na mambo mengineyo. Pesa zote iliyokuja kwa serikali lazima itumike, unless labda kama kuna sababu za msingi ambazo zinaweza kusababisha sisi tusitumie fedha hiyo katika kipindi husika. Ninyi tunaomba tusaidie waheshimiwa wenye viti. Serikali imekuletea fedha na wakati mwingine hata hamjaziomba. Alafu inafika sehemu na kuna mradi wenyewe unajulikana, mradi huo unaenda kufanya shughuli gani. Alafu siku ya siku hiyo fedha zinarudi. Ni kitendo cha aibu. Hiyo fedha inapoingia serikali sio siri jamani. Na ndio maana wakati mwingine mnaona kabisa taratibu ulivyo. Pesa ikiingia lazima apige kwenye ubao wa matangazo, awatangazie wananchi na Mheshimiwa DC ajue wa kwanza, si ndio? Akihitimisha kikao hicho, mwenyekiti mpya wa ARAT mkoa wa Mara Mheshimiwa Hayubu Makuruma amesisitiza swala la ushirikiano baina yao ili kuimarisha uhusiano na uwajibikaji katika miradi ya maendeleo katika mkoa wa Mara. Ndugu zangu, kwanza nichukue nafasi kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa namna ambavyo ametuwezesha kwamba tumekuwepo hapa tangu asubuhi kwa kusudi maalum, lakini tumeweza kuifanya kazi hiyo katika ufanisi mkubwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana waheshimiwa wajumbe, lakini nishukuru sana Mheshimiwa Katibu Tawala wa mkoa wetu wa Mara kwa namna ambavyo kwa kweli umewezesha zoezi hili kuweza kuwa rahisi, lakini pia kuweza kuwa ni zoezi ambalo linaonyesha kwa mambo ya kisiasa
pamoja na demokrasia pana ambayo iko miongoni mwa wajumbe. Ndugu zangu, kwa sababu muda umeenda, mimi niseme tu kwamba tangu asubuhi tumekuwepo hapa, yapo mambo ambayo mengi yamesema. Lakini jambo moja kubwa niseme ya kwamba kama nilivyosema mwanzo ni kwamba tushirikiane sana. Kwa sababu nia ni kujenga mkoa wa Mara. Na kama ndivyo lazima sisi tushirikiane, lazima tupendane. Unajua mheshimiwa wajumbe, katika nyakati zilizopita kulikuwa na mambo ambayo kila mtu alikuwa anatenda kivyake. Utakuta kwamba mheshimiwa mbunge ana ajenda yake, lakini mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ana ajenda yake, anakuta pia mjumbe wa harati naye ana ajenda yake, yaani kila mtu ana ajenda yake. Sasa hiyo haiwezi kutusaidia kama Mara. Kama Mara mpya ambayo tunahitaji, lazima tushirikiane. Na bahati nzuri kwamba mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nachukua nafasi hii kuweza kumshukuru sana kwa namna ambavyo ameweza kutupa na upendeleo katika mkoa wa Mara, kwa sababu mbali na miradi mingi ambayo ametuletea katika kipindi hiki ambacho kimepita, na hata sasa hivi ukiangalia iko miradi mingi ambayo iko kwenye utekelezaji ambayo imeletwa na mheshimiwa rais katika maeneo yetu. Kwa hiyo pia utaona kwamba katika mkoa wa Mara pia tumeweza kutoa waziri wa ulinzi. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais. Tunaye waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, Mheshimiwa Dr. Primo Simon Nyansala. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwamba ameendelea kubariki Mara kwa namna ya pekee sana. Kwa hiyo rai yangu kwenu ni kwamba tutashirikiane kuhakikisha kwamba tunasukuma mbele ajenda za wananchi wetu sawa sana jinsi walivyochagua, lakini pia kuhakikisha kwamba tunamsaidia mheshimiwa rais katika nafasi mbalimbali ambazo sisi tumepewa kuweza kumsaidia. Kando ya kikao hicho, Yegowasu TV ikapata nafasi ya kuzungumza na diwani mpya wa halmashauri ya wilaya ya Musoma na kufanikiwa kupata nafasi ya mjumbe kamati tendaji ARAT mkoa. Hapa anaeleza. Naitwa Emmanuel Andrew Kitore, ni diwani wa kata ya Ifurifu Musoma DC, na pili ni mwakilishi wa ARAT mkoa wa Mara. Na nafikiri leo ilikuwa ni siku ya kwanza kuingia kwenye nafasi hii, kuhudhuria kikao hiki, na tumeanza na uchaguzi, na of course tumefanya uchaguzi mzuri sana na hatimaye kupata mwenyekiti pamoja na ngazi zingine zote. Kama mjumbe wa kamati tendaji ya ARAT mkoa wa Mara, na ni imani yangu kwamba mambo yameenda vizuri na tumeanza vizuri, na tumepata taarifa jinsi ambavyo tutakavyokuwa wapi walipoishia wenzetu na wapi tunapotaka kuanzia ili kwenda mbele. Na ni imani yetu kwamba tutaitendea haki na jamii kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tutasimamia hiki vyombo vyote vya halmashauri zote, manispaa ikiwemo, kuhakikisha kwamba fedha zote zinazoletwa na serikali zinarudi kwenye jamii kwa wakati na kufanya miradi husika ambayo imelengwa na kwa wakati. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Ni muendelezo wa kuzidi kuletea habari pamoja na matukio mbalimbali, iwe ni ya biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John.